Na uzuri ni kwamba huyu tunazungumza ni mtu ambaye ni rafiki wa Rais Museveni. Alikuwa anamtumia, duru zinasema alikuwa anamtumia kwenye chaguzi mbalimbali na kuweza wote kushinda, na kunafahamu kwamba alikuwa ni daktari wake wa zamani. Kwa hiyo ni watu ambao wanafahamiana sana. Kipi ambacho wametofautiana katika swala zima hilo la madaraka ya kuingia katika ikulu ya Kampala. Kwa hiyo mwanasiasa wa upinzani ambaye zamani walikuwa ni marafiki, lakini leo wamegeuka kuwa ni chui na paka. Haya bana, hiyo ni kutokea kule Uganda kwa Kizza Besigye ambaye kesi yake ni ya uhaini. Na kesi ya uhaini. Kwa hiyo na yetu subiri bana, si ndio bana? Kwa majirani zetu hapo Kenya, zaidi ya Wakenya 600 wanaodai walidanganywa kwamba wangepewa ajira Cambodia. Sasa wamesema wamekwama nchini humo kinyume na ridhaa yao ndani ya mtandao wa usafirishaji haramu wa watu. Aidha, wanaomba Mahakama Kuu ya Kenya kutoa amri ya dharura itakayolazimisha serikali ya Kenya kuwapa ulinzi wa kibalozi hati za kusafiria za dharura na kuwahakikishia kuwarejesha nyumbani kwao haraka. Nyaraka zilizowasilishwa mahakamani Jumatatu ya tarehe 23 Februari zinaeleza kuwa raia hao waliwekwa katika eneo lililokuwa limezuiliwa kikamilifu, ikizungukwa na kuta ndefu na waya wenye miiba ili kuzuia kutoroka hapo Cambodia 600. Na hiyo inaonyesha kwamba namna gani Wakenya wanaendelea sasa kugonga vichwa vya habari. Tunafahamu kwamba zaidi ya Wakenya 200 wapo Ukraine. Nataka nikwambie trend ya Kenya kwa wenzetu imekuwa kubwa kidogo. Au ni mataifa mengine hayafanyi tu tafiti. Inawezekana pia mataifa mengine kuna watu kuna watu wao kule hapo waseme. Lakini kwa kweli Wakenya wameingia kwenye hiyo ungwe kubwa sana. Sasa hivi Cambodia, lakini stories kubwa na wao kuwa katika uwanja wa mapambano kuweza kupambana au kuweza kumuunga mkono Urusi ambao wapiganaji wa kukodo wanaitwa mercenaries. Nilimsikia waziri wa mambo ya nje ni Musalia Mudavadi alikuwa anasema, alikuwa anajaribu kuelezea, kwa sababu ndo anashughulika na swala zima ya diplomasia ya Kenya. Kwa hiyo zinahitaji zaidi ya $3,000 ambazo zinatolewa kama kwa watu kuweza kupigana katika uwanja huo wa mapambano. Kutazama kwa sasa wa Kenya, hata ukiangalia wiki iliyopita nafikiri kama mwezi mmoja, wazazi wa Kenya vijana wanaitaka serikali pande kama wapo kuna maeneo hatarishi. Ukitazama, ukiacha hiyo kwamba Kenya kuwa katika uwanja wa mapambano Ukraine, sasa Cambodia wamekwama, lakini kumbuka jeshi la Kenya lilienda katika nchi ya Haiti. Nakumbuka ile. Of course walipewa kazi na Umoja wa Mataifa wakatulizi hali kama vile ambavyo mikataba ya kimataifa ambayo inajulikana kama responsibility to protect, kwenda kulinda na kuangalia usalama wa raia, lakini bado imekuwa ni sehemu katika maeneo mbalimbali. Sasa unaweza ukawaza ni watu ambao wanatumia fursa au watu ambao wanahatarisha maisha yao, huo ni mjadala mwingine. Lakini Kenya kwa kweli wameonekana sana kuna maeneo mbalimbali na kuweza kuwa katika uwanja hatarishi. Kwa hiyo wanavolalamika serikali au wazazi wa Kenya wana hoja ya msingi ya kusikiliza. Hoja ya msingi. Haya bana, hiyo ni kutokea kwa jirani zetu hapo nchini Kenya. Tukisogea DRC, hali haijatulia sana. Nimeona ripoti kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambazo zinasema kuwa msemaji wa kijeshi wa kundi la M23, huyu ni bwana Willy Ngoma, ameuawa kwenye shambulio la ndege zisizo za rubani katika eneo la Rubaya wilayani Masisi. Sasa afisa mmoja wa diplomasia na afisa mwingine mwandamizi wa kundi hilo la M23 wameiambia shirika la habari la Reuters kuwa msafara wa Willy Ngoma na maafisa wengine wa kundi hilo ulishambuliwa na ndege hizo zisizo na rubani. Kifo cha Willy Ngoma kimejiri huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakiendelea nchini Qatar. Kama moto umechochewa hivi. Moto umechochewa na hayo mazungumzo. Kumbuka anakufa brigadia wao. Lakini vile vile kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea Qatar. Ukiacha Qatar, wiki iliyopita kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea katika nchi ya Angola. Ambayo yalikuwa inaongozwa na of course SADC ilitaka, Jumuiya ya Afrika ilitaka kwa maana kwamba AU kwamba Joao Lourenco, rais wa Angola, kuweza kukutana na pande ya M23 kama ni mojawapo ya vikundi 200 ambavyo vilikuwa vikisumbua usalama wa Kongo. Kwa hiyo unaona vile vile mazungumzo yanaendelea,
jumuiya za kimataifa na wale ambao wanaitwa global mediator kuwa sehemu ya kusuluhisha mzozo, lakini bado kuna uwanja wa mapambano. Viongozi mashuhuri wamekuwa wakifariki katika uwanja wa vita. Hii sasa inaonyesha vile vile sasa katika ile dhana ya kufikia tunasema mutual agreement, yani makubaliano ya pamoja hayawezi kufikia. Kwa sababu kumbuka brigadia huyu anafariki, maana ni kwamba inaenda kupelekea aggressive kwa wale sasa wafuasi wa M23. Kwamba kwa nini kamanda wetu amefariki? Na kuna mazungumzo ambayo kimsingi yameendelea. Kwa hiyo kwa upande mmoja kwa serikali ya Kongo ni kama umefanikisha kuweza kupunguza nguvu za M23, lakini kwa upande mwingine sasa kwa kikundi cha M23 ni mkakati wa kuendeleza sasa mashambulizi na kuendelea kujihami na hata kujilinda ndani ya eneo la Kongo, hususan katika Kongo ya Mashariki. Kwa hiyo kwa kweli inakuonyesha vile vile sasa namna gani kwa sababu mshika silaha chini sasa kwamba sasa kunakuwa hakuna tishio la kiusalama. Jeshi la FARDC ndio linakuwa linahusika au jeshi la kimataifa hiyo ambayo inaitwa SAMIDRC, Kigali Protocol, Qatar Protocol, Rwanda Protocol, kuna Dar es Salaam ambayo ilifanyika hapa mkutano ili mwisho wa siku sasa kuhakikisha sasa amani ya Kongo inakuwa katika eneo la ustamilifu. Haya bwana, hayo ni yaliyojiri huko DRC.